Naam, tumerudi baada ya mapumziko na mwendelezo ni ule ule wa kupata taarifa za moto kabisa hapa Viwanjani, kipindi bora kabisa cha michezo ndani ya Azam TV kutoka pale saa 3 mpaka saa 6 kamili. Na kukumbusha tu kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa masaa matatu ya madini ya michezo ambayo unayapata hapa Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania, ikiwa ni pamoja na ligi ambazo zimekuwa zikifanya vizuri, wachezaji ambao wamekuwa wakifanya vizuri, lakini kuna ligi zingine magoli ni machache, magoli hayafungwi, lakini kuna ligi zile ambazo watu kufungwa 7 ni kawaida, 6 kawaida. Na mchezo wa mpira wa miguu ni magoli bana. Hata mechi, unajua hata mechi kama unatangaza alafu unaona dalili ya magoli hamna, lakini asizidi. Yaani magoli yanatakiwa, lakini ziwe tu zile 3. Zikizidi hapo sasa inakuwa inakuwa ina raha yake, ikifika 5 6 inakuwa kero mateso. Kidedea muandamizi nakwambia kuna ligi hazina magoli hazina magoli, lakini kuna zingine 7 mtu kupigwa 6 kawaida. Ukiungana na sisi hapa bwana tunakwambia na unapata madini. Lakini sasa tunakwenda kuungana na mwenzetu Ali Bakari katika zile zilizobamba katika mitandao ya kijamii. Kumbuka jana tulikuwa na Ali Bakari hapa. Kuna zile zilizobamba ambazo alikuja nazo kwa kweli. Bila shaka tawe mwenyewe mtazamaji wa Viwanjani ulifurahi na ulienjoy. Kuna ile posti moja ilikuja, alafu ile posti ikawa imewekwa kuna zile nani zile kitaalamu tunahitaji bwana Goldisen au Ali Bakari, nikukaribisha kwanza. Asante sana. Ulama Idi Salim Kidedea. Umeikumbuka ile posti ya jana ya Mashujaa? Posti ya jana ile inaweza kawa ni posti ambayo, lakini kwa sababu tunakwenda na mwaka hujaisha, mwaka ukiisha afu unaangalia zile posti zote, ile inaweza ikachukua nafasi ya kuania tuzo ile. Sasa nikwambie tu Ulama, baada ya kutoka hapa katika seti hapa nilikutana na mtu mmoja anaitwa Abdurrahim, miongoni mwa watu ambao wanasaidia katika kipindi cha Viwanjani. Kuna sehemu aliongeza ufafanuzi. Akasema kuna timu kadhaa, yani kuna tusiseme timu, kuna vile vibonzo viliwekwa mbele pale. Wale wanyama waliwekwa mbele. Wale wanne pale chini. Chini. Anasema wale ni kama vile wameheshimiwa. Alafu kuna wengine wale walipeperushwa na kimbunga kwamba wale wanaamudu, wale tunaamudu. Lakini hawa mbele ni kwamba hao kidogo wenzetu tunawaheshimu. Hao wazito ndio maana wamewekwa mbele. Lakini kuna wengine kuna kitabu pale ile hali ukikuja nayo tena ile maana unajua imekuwa bado ina utamu wake. Yaani sasa katika wale walioheshimiwa pale chini unaona kuna hao wameheshimiwa hapa mbele. Unaona bwana? Japo jana ulipata shida sana. Kupata shida mpaka sasa hivi bado kuna shida inaendelea. Kuna hao huko wa kushoto na kuna mmoja ndo anakusumbua sana. Kuna kushoto na kulia bado sijaelewa vizuri. Huyu na huyu. Kwamba hujui hao wanawakilisha timu gani hapa Tanzania. Lakini hawa huko unaona kimbunga kimewapiga, kitabu huko kimefunuka, hii nguo hii imepeperushwa huko, kwamba hawa wanaamudu, hawa tunaamudu. Kuna nyundo hapo. Hata yes, nyundo ipo. Alafu nyundo unajua msimu uliopita haikuepo. Yes, nyundo ndio imepanda. Sema sasa mpaka mbona zambarau kule, zambarau. Zabibu hii ni zabibu bwana. Zabibu bwana kinga mkono. Sasa sijaelewa mpaka na ice cream nao inapeperushwa. Sasa huyu anaimudu. Huyu wa huko mimi sijaelewa. Huyu at least huyu huyu bado hajamjua. Yupo. Huyo si mwambao kabisa. Hatuwafunguli kodi, lakini iko kwenye mwambao huu wa bahari. Mwambao wa bahari. Sawa. Zamani walikuwa wanasemaga yani ukivuka tu reli wewe utoki. Sawa. Tunamshukuru bwana Abdurrahim. Abdurrahim bwana ametuongezea kidogo. Aliongeza hicho kitu. Yes. Sawa bwana. Basi sawa. Yes, haya ni alikuwa ya jana. Ya jana naam. Twende sasa ya leo Ulama. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF wameweka hii posti ni kama saa 2 zilizopita hivi. Wanasema mawakala wa wachezaji wanaotambuliwa na FIFA mwaka 2025. Orodha ndio hii hapa bwana. Kwa hivyo kama upo hapa utajikuta unapewa majina ambayo kidogo wa kwanza nani hapa? Wanasema wa kwanza kuna Eric Mavika, lakini kuna Hilari Ismail Hassan, kuna Hadija Shabani Omar, Benjamin Nyarukamo Masige, Elia Samuel Rioba, Nasiri Mjandari, Latifa Idi Pagal, Amos Emilio Mlandali, Ali Hairi Mzava, Mohamed Abudi Kambi,
Andrew Lazaro Makanyaga na Michael Kiabuguta. Hao ndio mawakala wanaotambuliwa na FIFA kwa upande wa Tanzania. Yes, kwa Tanzania. Na shirikisho la mpira wa miguu linalo limewatambua kwa kuweka hapo mawakala. Kwa hivyo tofauti na hapo, kama haupo hapa utajikuta unapewa jina ambalo kimsingi mpira unaopendwa na watu wengi. Hiyo column unaweza kusema kwa mfano huyu anasema kumbe wengine vishoka, akaweka mkwaju mawinga. Tuna maneno sana. Hao ndio Tanzania. Kwa hivyo bwana, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, lakini pia likiungana na shirikisho la mpira wa miguu Afrika dunia kwa maana ya FIFA hiyo, hawataki shida, yani hawataki usumbufu, longolongo hazitakiwi. Hao ndio wenye ithibati. Yes, vizuri kabisa. Sasa hawa bwana Young Africans jana walikuwepo pale Mbagala za Kiem, na unajua mwaka huu kwamba wanasema wanagonga kwenye kichwa na wanagonga nyundo, na nyundo yao hiyo nyundo msimu huu wanakwenda na nyundo. Sasa hii nyundo bwana imenifurahisha sana. Nyundo imefungwa na mpira. Yani kuna nyundo hii lakini ili iwe ndefu wameamua kufunga na mpira kwenye ongezea mpini. Mpini. Kwa hivyo jana walikuwa pale Mbagala za Kiem wakizindua ile safari ya wiki ya mwananchi ambayo itafanyika tarehe 12 mwezi huu hapa. Kwa wananchi huo. Yes. Haya, tutoke hapo twende kwenye posti nyingine. Huyu ni Ahmed Ali. Ahmed nafikiri amekuja na mfumo fulani kidogo baada ya kuzindua jezi msimu huu tarehe 31 pale. Kuna mfumo anakwenda nao kwamba kuna baadhi ya watu wenye majina wanapelekea jezi, napiga picha, anawaposti. Nafikiri pia kuongeza hamasa na hata shabiki wa Simba au mtu tu wa kawaida akiona mtu fulani amevaa jezi na yeye anahamasika. Kwa hivyo ukipita katika ukurasa wake utakuta watu tofauti tofauti. Miongoni mwao ni huyu hapa afisa habari wa shirikisho wa bodi ya ligi, kumradhi, not shirikisho, bodi ya ligi. Jezi ya mnyama imefika bodi ya ligi kwa Karim Boimanda. Jezi hizi zimewavutia watu wa kada mbalimbali. Tuendelee kupendeza na jezi zetu huko tukinunua tiketi kwa ajili ya Simba Day. Huyo ni Ahmed Ali. Na mwenyewe Karim amekuja hapa anasema tulikubaliana twende na blue, ila nyeupe imetubadili mawazo. Awali alikuwa anataka ya blue, lakini nafikiri baada ya kupelekewa, huenda labda alipelekewa zaidi ya moja, akaona hii nyeupe imemvutia Karim Boimanda. Karim Boimanda. Kwa hivyo ukipita katika ukurasa wa Ahmed utakuta watu tofauti na waposti kule ambao wanawapelekea jezi. Yes. Kwa hivyo inaongeza hamasa ya watu kuendelea kununua jezi. Ni nzuri, lakini kesho ina maswali. Mimi najua sisi mambo yetu. Maji yakikorogeka. Yaani maji yatakorogeka siku moja utaonekana yule si alikuaga yule. Yaani watu wajadili kama kwa sehemu ya kwa kuvaa ile vazi kwa mtu kama yeye wa bodi, yani italeta maswali kesho. Najua wakati mwingine tunafanya vitu sawa, lakini kwa dunia yetu soka letu kivitu vile. Kwa hiyo kuna kigumizi kidogo. Kwa mtu kama yeye ambaye anatakiwa kuwa neutral zaidi. Sio kuonyesha vile. Sisi tuna maisha yetu ya mpira wetu. Yaani kwa maisha yetu tuliyojengea ya mpira wetu. Lakini yeye haina shida. Sawa, yeye hana shida, yeye sio mchezaji, lakini yeye ni mtu wa bodi. Lakini sasa yatakuja mambo hapa. Yale tarehe 8 sichezi, lakini itakuja hapo. Itaonekana wewe tayari kuona vaga jezi yao wewe kwao kule. Apige zile zote za timu 16. Ikiwezekana itakuwa nzuri. Basi afanye hivyo. Kama atavaa zote 16 tutashukuru. Lakini hii imependeza zaidi. Imependeza kwa mujibu wake. Na mkuu yeye. Au pande ya pili na wenyewe wampelekea afu mzani balance. Au ikija kwa sababu mimi niletewa upande huu, mkiniletea vile vile nita. Ndio. Haya maelezo yatakuwa marefu sana wakati huo. Tuombe Mungu. Wakati mnaanza hichi kipindi nilikuwa nafuatilia sana. Ndugu yangu hapa Andrew Kingamkono akanichekesha sana. Lakini unajua mimi nikwambie tu wakati mnamjadili Yakub ambaye ametangazwa jana na Simba ya. Anasema aongeze vitu kidogo kwa maana ili kupata nafasi kwa Pinpin Kamara.
lakini akasema ule golikipa wa zamani eti anadaka kama nyani. Upo sasa hivi nilichekaza. Maana zamani unajua anadaka kama nyani bwana. Unakumbuka? Ile haipo ile. Kwa sasa hivi haipo. Kwa hivyo golikipa na mwenyewe anakuwa kama sehemu ya mchezaji, anaanzisha mpira na nini na mambo mengine. Lakini alinifurahisha sana alipokumbusha ule utotoni kwamba anadaka kama nyani. Bwana kuna hii ni ya Simba. Amevaa Karim Boimanda. Achava pia ya Yanga. Sawa. Ashai kuvaa. Tunashukuru kama nini. Kwa hivyo mzani umebalance. Kama mzani umebalance. Maana shida inakuwa hapa. Hapo au mpaka na kwingine nako zote 16. Na nafikiri mwendelezo wake atakuwa atavaa zote 16. Nafikiri msala Boimanda. Tunamtakia kila la heri kwenye kampeni yake. Mtu mwema kabisa. Bwana Henry kinga mkono anasema maelezo yatakuwa marefu sana. Yes, ulama. Mtibwa sukari bwana. Yaani kabla ulikuwa hujaendelea nikasema hapa si kwa mashamba biwa hapa. Yes kabisa. Mtibwa sukari bwana wamekuja na mfumo tofauti kidogo wa utambulishaji wa wachezaji. Maana sasa hivi hizi idara za habari na mawasiliano za timu zinatumia akili kweli kuhakikisha kwamba wanawavutia wafuasi wao. Sasa huu ni utambulisho wa mchezaji. Hebu utazame kidogo tuone ni mchezaji gani ametambulishwa hivyo. Shaibu almaarufu Kasimu Mayele, najivunia kuwa familia mpya ya Mtibwa Sugar. Huyo Kasimu almaarufu Mayele, nafikiri anatokea TMA huyo. Kitu kama hicho anatokea TMA. Style hiyo unajua mpaka kama singesema jina huwezi kumjua. Huwezi kumjua kabisa yani. Huwezi kujua kama huyu ni mchezaji lakini nimependa. Au ni Mtibwa Sugar sasa. Ubunifu. Ubunifu hapo. Wamekuja nao katika ndani yake unajua unafaidika na vitu vya kiasili alafu mwisho siku mwamba anajitambulisha. Nafikiri hii amekuja kama muendesha mtambo. Ila Ismail Mesa naye alipigwa akiwa amevaa ma reflector yuko ndani kwenye mashine zile mashine kabisa kule akiwa anarudi nyumbani. Ismail Aida ni Mwesa. Maeneo yale bwana. Kwa hivyo hao ni Mtibwa Sukari wamekuja na mfumo huo. Kwa hivyo kazi ni kubwa kwa nafikiri msimu ujao tutakuwa kuna balaa zaidi. Balaa itakuwa kubwa. Yes, tutoke hapo tuende katika posti nyingine tuone na kwenyewe kuna habari gani. Sasa bwana baada ya kutangazwa Nangu kutua pale mitaa ya Msimbazi pale wenyewe JKT Tanzania wanasema kuhusu suala la ulinzi, mashabiki wetu msiwe na wasiwasi hata kidogo. Chuma cha kazi hiki hapa Laurian Makame, utulivu mwanzo mwisho. Kutoka Fontaine. Laurian Makame. Omar Makame. Maana yake iko JKT. Bwana. Kwenda kuchukua nafasi ya Wilson Nangu. Style yao unajua fanana tu wachezaji wao. Wanafanana nafikiri Nangu alikuwa mzuri sana na mpira mguuni. Ila huyu yuko tough sana kwenye mapambano. Yote mawili, aerial ya juu na ground, yale mapambano ya chini. Lakini tayari ana uzoefu kwenye ligi. Amecheza muda mrefu kidogo kuliko Nangu. Sababu nakumbuka hata ile Black Stars wakati ule. Big Stars. Alikuwa anacheza na yule Mkongomani alikuwa anaitwa walikuwa wanacheza pacha pale. Walikuwa wanacheza pamoja. Kwa maana BMA Kano. BMA Kano. BMA Kano walikuwa wanacheza pale pamoja. Lakini hata msimu uliopita unajua Fontaine ya duru la kwanza ya kina Selemani Mwalimu, William Ediga ambayo ile katika mechi mbili si za mwanzo waliongoza ligi Fontaine. Baada ya kufungwa tu na Simba wakaenda mechi ya pili wakampiga na Mungo. Wakakimbiza center back alikuwa anacheza mtu mmoja anaitwa Isaya Mwamwenda pamoja na huyu na Laurian Makame. Walikuwa na wakati mzuri na nafikiri labda mwalimu Hamadi Ali ataenda kumimprove baadhi ya vitu. Sababu Laurian si mtu bora sana kwenye kuanzisha build up kutokea chini kwa sababu ya uwezo wake wa kiufundi. Lakini anakwenda kukutana na mwalimu Hamadi Ali ambaye ni bora kwenye kuwa develop wachezaji kwenye eneo hilo. Sababu hata kina Edison Katanga, kina Nangu kuna namna wali improve sana kwenye staili ya kuchezea mpira kwa sababu ya mwalimu mwenyewe anapotaka JKT icheze. Ni substitution nzuri. Yaani anatoka Nangu anaingia Laurian Makame. Wamefanya substitution nzuri. Kabisa. Hata mimi mwenyewe yani hapo bila kupepesa.
kutoka Fontaine ambaye ilikuwa ni nahodha Fontaine Gate. Poteza mtu Fontaine. JKT umepata beki. Unajua mabeki kutoka visiwani. Mfano yule Mukrim Isa Abdallah, huyu Laurent Omar Makame, kina Baka. Ni aina hiyo hiyo ya uchezaji. Wanajihadi, wanapambana, wanafika, wachezaji wao ni hiyo. Agrey Morris. Wote wa Kongo tough kwa hata Ninja. Abdallah Shaibu. Okay, sawa. Yes, hayo ni ya JKT Tanzania ambao wanawaondoa shaka mashabiki wao. Sasa jana pale Mbagala za Kiamu, makamu wa rais wa Young Africans Arafat Haji alisema kwamba rais wa Yanga Hersi Saidi yupo safari, yupo Brazil. Na ukimwona Hersi amesafiri ujue lazima kuna jambo yani kubwa. Na ni kweli kuthibitisha ya kwamba kweli amesafiri, amefika Christ the Redeem bila shaka kabisa ndugu yangu. Kinga Mkono lakini pia Muro, mnaweza mkatusimulia kwa kidogo kufahamu eneo hili, sifa zake na kwa nini huyu Hersi amefika hapa. Christ the Redeemer. Yes, wanasema miji mbalimbali mikubwa duniani au mataifa makubwa yanakuwa yana alama ambayo inakuwa na utambulisho. Kwa mfano Dar es Salaam hapo utasema sanamu la askari. Askari monument. Monument. Kienda Kilimanjaro, Moshi, mapema tu utataka uone kile kilele cha Kilimanjaro. Paris utasema Eiffel Tower. Lakini kwa Marekani pale ni ile Liberty Statue, ile sanamu lile la ukombozi. Sasa kwa Brazili ambao mji mkuu ni Brasilia, lakini mji maarufu sana ni Rio de Janeiro. Ambao Rio de Janeiro kwa Kireno ukileta kwa Kiingereza ni River January, yani mto ambao mara nyingi unajaa maji yake mwezi Januari. Kwa Janeiro kwa Kibrazili ni Januari. Rio ni mto. Ndio hata ile klabu ya River Plate ya Argentina Kihispaniola wanaita Rio de Plata, ila Kiingereza ndo River Plate. Sasa Rio de Janeiro, miongoni mwa features ama alama, na si miongoni, alama kuu ni hili sanamu la Yesu mkombozi, yani Christ the Redeemer. Na ni miongoni mwa masanamu makubwa kwa sababu limewekwa kwenye kilele cha mlima. Na ni kubwa sana, yani kwa maana hata mita zake kwenda juu. Lilitengenezwa miaka mingi iliyopita, zaidi ya miaka 50. Na architecture alitoka Italia. Yani mtu ambaye ndo alistructure kila kitu, engineer wa kulijenga. Ni kubwa sana. 1922 Yes. 1922 Yes. Kwa hiyo unaweza ukaona ukifika jiji la Rio de Janeiro inazungumzwa kama haujafika hiyo location hapo. Ni kama wewe Rio de Janeiro haukuwepo kabisa. Kwa hiyo ni miongoni mwa maeneo makubwa kwa sababu wachezaji wakubwa duniani akiwemo Ronaldo Luis Nazario de Lima ni miongoni mwa vijana waliokuwa Rio de Janeiro. Kwa hiyo ukimgusa kuhusu Rio de Janeiro atakachoanza kuhadithia cha kwanza ni sanamu hili la Christ the Redeemer. Na hii posti Yanga wamefanyiwa tu collaboration lakini imetoka kwa wenyewe Christ the Redeemer official ukurasa wao ndio ambao wamemposti Hersi Saidi wakiandika hapo ya kwamba walikuwa na wakati mzuri wa kumkaribisha rais wa Young Africans Hersi Saidi. Anasema one of the biggest football team kwa maana ya Yanga in Tanzania and true reference in African sports. Na Simona wametumia kwenye peji yao, umeona imeandikwa kwa lugha ya Kibrazili. Cristo Redentor. Yani kwa Kiingereza Christ the Redeemer ama Kiswahili Yesu mkombozi. Ulama wakati na chukua hii posti, kijana mmoja anaitwa Adrian James akasema kwa sababu yupo Muro God listen. Bila shaka naweza kaihadithia kwa uzuri kweli kweli. Timu zetu. Nataka kunipa timu za Brazil. Wakati chama langu Boca Juniors Argentina. Tumepata kitu kidogo Mulama katika maelezo ya Muro. Kabisa, na miongoni mwa vitu ambavyo wamevizungumzia vizuri ni icon ya ile miji mikubwa au mataifa makubwa. Kwamba unapofika, kama hujafika katika ile sehemu basi unahesabika hujafika. Kama hilo katika hiyo salamu hapo. Lakini hata katika miji yetu, mfano tukija huko Afrika, kuna baadhi ya sehemu ambayo ukifika Dar es Salaam tumesema lile sanamu la Kitumbini pale. Zamani tulikuwa tunasema sanamu la Bismini. Hivi ni kweli? Au ni mimi tu ndio nilikuwa nasikia hapo. Sanamu la Bismini. Lakini pia hata ukienda kwa wenzetu
ukanda wa kaskazini kuna baadhi ya mataifa ukifika kule, umefika ndugu yangu Ali, ukifika Misri kama hujafika katika pyramids wanakuambia hujafika. Na mwanzo wakati unaanza kipindi ulisema kwamba umekaa miaka 9 kule. Wewe bwana wewe mwenzao kabisa. Kwa hiyo kama hujafika sasa hizo sehemu unaona bado wanakuambia kwa sababu bwana bado hujafika. Kwa hiyo hata kinga mkono unafika hiyo sehemu afu unasema bwana kesho mimi naondoka, cha kwanza wanakuuliza umefika sehemu fulani, tena bwana sijafika, wanaambia usiondoke bado hujafika. Sasa ni kwa miguu yako hapo. Nikwambie kitu Ulama, kwa watu wa mikoani zamani, lakini kwa sio kwa sasa, zamani ukifika Dar es Salaam kama hujafika Kariakoo Shimoni wanakuambia bado kwa zamani. Sasa hivi naona kidogo sifa zake zimepungua, lakini zamani Kariakoo Shimoni. Lakini pia kuna picha nyingine ambayo ilikuwepo daraja la Manzese. Yes. Pale watu wanaenda kupiga picha pale. Ila katikati hapa daraja la hapo Buguruni na lenyewe lilipata mpaka kesho wanapiga picha. Hivi kwa Mwanza wapi? Bismarck zile. Mwanza ni pale kwenye ile roundabout ile. Wakati unaingia jiji la Mwanza kuna samaki pale. Lakini Kigoma wakati unaingia mji wa Kigoma kuna ile roundabout ambayo unakwenda Mwandiga, kuna nani pale, kuna ile nani unasema hifadhi ya sokwe, wale sokwe wakubwa, na ndio maana hata mashujaa wanatumia sana sokwe. Kwa hiyo ukifika pale unapata elimu yake kabisa, unakutana naye kabisa kubwa kabisa za roundabout. Kwa hiyo ni miongoni mwa hivyo vitu vivutio ambavyo vipo katika mkoa haya. Yes, Ulama bwana, mimi naishia hapo. Ndio. Mambo mengi hapo mitandaoni, lakini Mwenyezi Mungu akijalia kesho inshallah tutakuja kuleta mengine. Yes. Hiyo jamaa yetu ameshujaa unamchungulia na bila shaka kesho ataweka kitu ambacho lazima kitatuvutia. Nilipenda sana na ile nyingine anakuambia ameenda kugonga hodi. Yes, CCM Kirumba. Namtaka mchezaji wangu na release letter. Kibabe kabisa. Shukrani sana Ali, nashukuru sana. Asante sana. Nikuache na kinga mkono na Godlisten Muro. Huyu kwa leo kwanza leo nitamuita mtu wa Brazil. Naam, ni zile ambazo zimebamba katika mitandao ya kijamii ambayo Ali Bakari ametuletea hapa, na hakika kwenye mitandao bwana huo kunafurahisha kweli kweli. Na bado tunaendelea na viwanjani, na sasa tunakwenda kuangalia the pitch.